viongozi zetu. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, naomba nikutambulishe rasmi wanamama na vijana wa kata ya Gongo la Mboto ambao tumeweza kushiriki mafunzo haya yaliyodhaminiwa na taasisi ya Fahari Tuamke Maendeleo. Naomba mumsalimie mgeni rasmi, washiriki wa mafunzo. Karibu sana mstahiki meya, karibu sana Ulongoni. Tunakupenda na tunasema asante kwa kutenga muda wako kuweza kushuhudia hiki ambacho wamekifanya wajasiriamali hawa wadogo. Taasisi kwa kushirikiana na jukwaa la wanawake kata ya Gongo la Mboto tuliona kuna umuhimu wa kuwapa mafunzo wajasiriamali wadogo jinsi gani ya kuweza kujikwamua katika uchumi, na tunashukuru kwamba tumeweza kufanikiwa. Tumeshuhudia uzalishaji ambao tumeufanya siku 4 takribani, na hii ya leo tumeweza kuzalisha kitu ambacho tunaamini mtakapoweza kutushika mkono kama serikali tutafika mbali, na tunaamini Tanzania ya viwanda inawezekana, si ndio jamani? Ndio. Ya, tunaweza. Hivyo basi sina mengi, naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha mstahiki meya wetu aweze kusema chochote kwa kuwa ameshuhudia uzalishaji toka tulipokuwa tumeanza hatua moja mpaka sasa leo tulipofika. Tunaamini ana kitu cha kusema kama serikali, lakini pia na sisi wajasiriamali tutakuwa na cha kwetu cha kuomba ili tuweze kuishikwa mkono na mwisho wa siku tufikie malengo yetu. Ndugu mgeni rasmi, katikati ya wakufunzi hawa wanafunzi tuna wamama ambao pia ni wajasiriamali, walikuwa wanatengeneza bidhaa mbalimbali, lakini kwa kupitia mafunzo haya wameweza kupanua ubongo wao na kuelewa zaidi jinsi gani ya kuboresha bidhaa zao, na pia wataweza kukupa ushuhuda kwamba wamenufaika vipi kwa kupitia mafunzo haya. Lakini pia katikati yetu kuna vijana ambao wanatoka sehemu mbalimbali, na taasisi tuliweza kuwakusanya na kuhakikisha kwamba tunawasaidia kutoka sehemu moja au kwenda nyingine, na hatimaye na wao pia wamejifunza vitu mbalimbali na wana ushuhuda. Kuanzia sasa wamesema wakai tena mtaani, wanakwenda kuzalisha, wanahitaji tu support yetu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwashika mkono kwa kuwa wameamua, na nadhani unawaona mbele yako ni vijana ambao wana nguvu na wamedhamiria kufanya hii kazi. Tuko nao hapa takribani leo siku ya 4. Kwa hiyo tumeamini wana moyo, ni sisi wenyewe kuwashika mkono. Baada ya kusema hayo, ndugu mgeni rasmi, naomba sasa nichukue nafasi hii kukukaribisha katika mafunzo haya ambayo leo tunafunga rasmi, lakini sio rasmi kwa uzalishaji. Ni tunafunga kwa ajili ya mafunzo, lakini uzalishaji unaendelea. Karibu sana mheshimiwa. Kuweza kunipa mwaliko huu ili mradi waendane na kasi ya awamu ya 5 ya hapa kazi tu. Kwa nikupongeze sana. Fahari imeanzia kwenye elimu ya chekechea. Mungu akipenda mtaingia ya msingi. Amina. Lakini hamkutosheka na hapo. Mkasema hapana, kuna kizazi ambacho kipo mtaani kimekosa kitu cha kushika. Mkasema mwakusanye kwa pamoja na muanzishe senta kama hii. Niseme tu kwa niaba ya halmashauri ya manispaa ya Ilala, tunawapongezeni sana na tunawapeni sana, hongera kubwa sana. Amina. Ndugu zanguni, serikali ya awamu ya 5 chini ya rais wetu mpendwa John Pombe Joseph Magufuli ina kauli yake mbiu moja kwamba hapa ni kazi tu. Maana yake kazi sio kwamba mzee akutafutie kazi rais Magufuli, hapana. Ni wewe mwenyewe namna gani utatumia akili yako, namna gani utatumia fursa zilizokuepo, namna gani utatumia marafiki waliokuzunguka ili mradi upate kitu cha kushika. Na ndugu zanguni, hakuna kitu pekee duniani ambacho Mungu kakiwekea mkono, na hata mkifanya utafiti, ni biashara. Na ndio maana ukifanya kazi umeajiriwa, kama huna biashara utakuja kufa maskini. Si umenielewa? Kwa sababu utakwenda miaka yako 60 itakapofika lazima ustafu. Na wewe huna biashara kufanya. Na biashara iko maeneo mengi. Biashara iko za nyumba, za kupangisha, biashara, vitu vingi tofauti tofauti. Kwa Mungu alivyoyasisi biashara ni kwamba amewekea mkono wake. Na hata ukifanya hizo tafiti ukizifuatilia, hakuna mfanyakazi anayelipwa mshahara akatajirika. Matajiri wote ni wafanyabiashara. Na wenyewe hawajaanzia juu kwamba mtu ana milioni 100 anafanya biashara.
ukiwafanyia utafiti wao wameanzia chini. Na hata mtafute mamangu huyu wa Fahali, pamoja hataki kujiweka kama kwenye utajiri au ubepari, lakini kwa kifupi kwa maisha yetu tayari umeshatoka. Au unasemaje? Kwa sababu kaanzia na chekechea, leo umefikia mara kamiliki kituo kama hiki, na akasema hichi kidogo ambacho nilichokipata Mungu alichonijalia acha nigawane na wenzangu. Ndio kachukua ujuzi, akawaita wataalamu, analisisha kwenu nyinyi vijana. Sasa leo tunawapa vyeti. Vyeti vile sio ukumbusho tu kwamba nilipitia Fahali, nimejifunza kitu cha tuchukue vyeti vile sasa tuviingize kwenye vitendo. Tukafanye kazi. Si umeelewa? Ili tuweze kuzisaidia familia zetu na tuweze kujisaidia sisi wenyewe. Na mimi nimefarajika hapa, nimeona mabinti ni wengi sana. Kwanza niwapeni hongera sana kwa mwamko huu. Na ukiangalia Tanzania ya zamani, mkurugenzi, kwamba kina mama wengi walikuwa kazi yao kukaa barazani na kusuka ukili, wakimsubiri mwanamume katoka kupambana, bwana heri alete chochote kitu. Eli Shabani akikwama, nyumba nzima imekwama. Kwa sisi ambao tuliolelea mazingira ya shida, unahesabu mbao usiku, kwa mabao huo kukaa vizuri, ubanja ile sawa. Lakini sasa Eli kakwama, wewe mama una kitega uchumi chako kama hiki, mafunzo umepata Fahali, unauza visabuni, unaambia bwana mume wangu pamoja umekosa, lakini mimi hapa nina shilingi 200, mnachukua dagaa lenu na sembe, mnasonga, maisha yanakwenda, maana mnasaidiana. Kwa maisha ya zamani alikuwa anategemewa mtu mmoja, ni familia chache sana walikuwa wanapambana wawili. Lakini ujio wa Rais Magufuli kuhamisha bongo zetu za kusema hapa kazi, na akalazimisha mikopo ya halmashauri ya 10% itoke. Leo unawakuta kila mwanamama anajishughulisha. Kwa hiyo heshima ndani ya ndoa imedumu sana. Na hata sasa hivi ukiangalia kuachana kumepungua. Kwa sababu mwanzo tulikuwa tunaachana unaona mwanamke kama mzigo. Lakini leo hii mimi nina kazi, mwanamke naye ana kazi. Hoja ya kuachana inaishia wapi? Haiji. Maana yake kila mmoja anapambana na hali yake. Na unajiuliza kabisa, huyu hata nikimpa talaka aondoke, au nikimwambia bwana tutengane, huyu maisha yake yataendelea. Kwa hiyo niwapongezeni sana kwa uamuzi wa mama zangu sana. Na mkiishika biashara ndani ya nyumba utakuwa na heshima. Mume atakuheshimu. Sisemu mwadharau waume zenu, kwa sababu kipato nacho huaga kinabadilisha. Mwanamke anapokuwa na kipato kikubwa, kwa sababu anafanya biashara, akiamka asubuhi fedha zinaingia, basi hata dharau kwenye nyumba ile huaga zinatokea, kwa sababu kesi hizo nishazipata sana ofisini. Lakini waombeni Mungu wale ambao mtakuja kubahatika kuwa na wenzenu, basi muendelee vile vile. Nadhani Fahali mnawapa na mafunzo hayo, kwamba hata utakapokuwa na mwenzi wako, heshima iwepo, kazi iwe pale pale. Si tupo sawa Kwa hiyo niwapongezeni kwa hiyo. Lakini nimeona ile production yenu ambayo mnaifanya, lakini sisi kama manispa pamoja mmeanzisha hili jambo. Sasa ni jukumu letu namna gani tunawatengenezeni masoko sasa. Hiyo ndio changamoto kubwa. Na tunatamani mgeni anakuja manispa yetu ya Ilala aambiwe kwamba bwana boksi imetoka Fahali. Material ya isabuni yote imetoka Tanzania. Mti fulani. Wenzetu wanapiga hatua kwa kujisifia vitu vyao. Sisi tumeelewana vizuri. Kwa hiyo mimi niombe sana, na mimi nitaondoka nao kuiangalia isabuni, na mimi niweze kuitangaza hata kwenye mikutano ya wananchi, ili mali tuweze kutumia bidhaa za Fahali. Ndugu zangu, ni rais wetu mpendwa John Pombe Joseph Magufuli anatujengea soko la kisasa katika manispaa ya Ilala. Linaitwa soko la Kisutu. Kwa wale wazee wa zamani waliotangulia Dar es Salaam, ili soko liko linaitwa soko Mjinga. Si tumeelewana? Ndio. Maana yake wazee wetu wakitoka feri kununua samaki, wakija Kisutu pale, wakiulizia bidhaa, wanaambiwa hii hakuna, matokeo yake watu wanaenda Kariakoo kwenye soko la Mkoloni. Wazee wakasema pale wanaofanya biashara pale wote wajinga watupu. Kwa ndo likaasisiwa jina la soko Mjinga. Si tumeelewana Alivyoingia Rais Magufuli akasema hapana. Sasa nataka nilitoe kwenye soko Mjinga, nililete kwenye soko werevu lenye kujitambua la kimataifa. Anatujengea ghorofa takribani 5 kwa zaidi ya fedha taslimu
bilioni 13.48. Huyu ndo Magufuli. Na tunapomsifia sio kama labda tunajipendekeza kwake. Tunaangalia yale aliyofanya kwa muda mfupi. Hiyo ndo target yetu kubwa. Sasa pale wataingia wafanyabiashara zaidi ya 1500. Lakini hadi hivi ninavyoongea na nyinyi katika Ubuyu, natumaini watahitajika wafanyabiashara wapya zaidi ya 700. Sasa nitasikitika ikiwa mkurugenzi wa Fahari, kazi yako yetu na kuona kwenye 88 kuleta bidhaa zinaonekana za fahari, leo ushindwe hata kuchukua Kiziba kwa ajili ya biashara zenu hizi pale. Nitasikitika sana. Na matumaini kabisa ukipeleka ombi manispaa ya Ilala kwa afisa masoko wetu ni kwamba lazima Fahari mtapata eneo lenu na kufanya biashara. Na soko lile ndio litakuwa soko kubwa la kimataifa kwa manispaa yetu ya Ilala. Na ndio litakuwa ndio soko la kwanza kutembelewa na watalii, kwa sababu mtalii yote akitoka airport lazima afikie Ilala kwenye mahoteli yetu, kwa sababu ndo manispaa ambayo inaongoza kuwa na mahoteli yenye hadhi za juu. Sawa? Kwa hiyo matembezi yao watakuja pale kwenye soko la Kisutu. Na pale katika ghorofa 5 hilo tumerahisisha. Kuna lift. Kwa wale wenzangu na mimi wavivu kama mimi tutapanda lift. Kwa wale watu wa mazoezi kama kina Eli Shabani, zipo ngazi za kupanda hadi juu. Kwa mtu utaamua uingie chini kwa wapi utachagua. Kwa hiyo nikuombe sana mkurugenzi, natumaini katikati ya mwaka huu soko lile litakuwa limekwisha kwa mujibu wa mkandarasi namna alivyotuhakikishia. Na mimi nitafarajika kipindi hicho nishakuwa mstaafu labda, itategemea, lakini tunaona kabisa Fahari wana eneo lao la kufanya biashara. Tukija pale tunakuta sabuni, tunakuta vikoba kama hivi vya kina mama, losheni tunaziona, mafuta mbalimbali tunaziona, sawa? Sabuni za kusafishia masinki, na mtazalisha biashara nyingine. Kwa hiyo ndio lengo la serikali ya awamu ya 5. Ikiwa wewe umeshajitambua sasa na kupambana na umaskini, basi serikali inachokifanya kukuonyesha njia za kupita. Lakini rais hakutuishia hapo tu, akatoa agizo kwa manispaa zote Tanzania tutoe 10% ya mapato ya halmashauri. Mwanzo ilianza na riba kama mnakumbuka, na tunatumia benki moja hivi. Baada ya malalamiko ya muda mrefu wananchi kulalamika juu ya riba, rais akatoa agizo kwamba mikopo hiyo itoke bila ya riba. Magufuli oye! Na manispaa yenu ndiyo inayoongoza Tanzania kwa kutoa mikopo mingi. Tumetoa zaidi ya bilioni 4. Hongera yake sana mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Ilala. Na mimi waga namtania mkurugenzi wetu ndugu yangu Shauri, yeye ni muumini wa mikopo ya 10% na yeye muumini wa kujenga madarasa. Bas. Sawa? Lakini huku kwenye madarasa anatusaidia watoto zetu. Waweze kuja kuwa viongozi wazuri, waweze kuwa madaktari, mainjinia. Kwenye mikopo anauondoa umaskini. Kwa mimi nimpongeze sana mkurugenzi. Na baadhi ya vikundi vilikuwa vishaomba mkopo. Ilikuwa tutoe sisi kwenye mwezi wa 12 hadi Januari. Lakini tulivitoa kwa wachache sana. Lakini na matumaini makubwa kuanzia mwezi wa 2 mikopo mingi itatoka, kwa sababu tulipata changamoto. Katika historia ya manispaa ya Ilala haijawahi kutokea kufaulisha watoto wengi kama mwaka huu. Tumefaulisha watoto zaidi ya 23,000. Mwaka jana tulifaulisha watoto zaidi ya 21,400. Lakini mwaka huu umeongezeka. Kwa nini umeongezeka? Ile kauli ya rais ya kusema elimu bure. Manake mtoto wa mnyonge, mtoto wa maskini alikuwa hana pa kushika. Na sisi wenyewe tukawazalisha majina mabaya. Tukasema hawa dada poa, hawa watoto wa mitaani, hawa sijui machokola, hawa panya rodi, na wengine tukadiriki kuwachoma moto. Kumbe wale ni watoto wa kimaskini waliokuwa hawana pa kushika, walikoseshwa elimu kwa makusudi muda mrefu. Si umenielewa? Alipokuja rais wetu mpendwa John Pombe Joseph Magufuli
ambaye yeye amelelewa katika maisha ya shida kabisa, akasema hapana, serikali ya awamu ya 5 inatoa elimu bure kuanzia shule ya msingi hadi sekondari. Mzee huyu sitaacha mimi kumsahau katika hili. Kwa nini ninasema hivyo? Na ushahidi, mimi na rafiki zangu zaidi ya 6 wamechomwa moto, na wote sasa ukiwapitia hivi sasa historia zao, ni mtu kaishia darasa la 2, mtu ambaye hakusoma kabisa kwenda darasa. Na kipindi kile unajua kwamba mtoto umuandikisha darasa la 1 lazima uitafute 100,000 pembeni, mchango wa madawati, siji mchango wa nini, vitu chungu mzima, hadi ukiingia kwenye uniform unasema mwacha tulia. Kwa walikopo wanapata fursa za kusoma ni baadhi ya watu wachache na wale watoto wa mabepari. Kwa Rais Magufuli alivyoingia akasema hapana, mtoto wa bepari na mtoto wa mnyonge wote wana haki ya kusoma. Sisi tupo sawa mama zangu Kwa hiyo hivi sasa ndo tunaendelea na hiyo, na ndio maana tukafaulisha watoto wengi. Madhara yake yalikuja kutokea ni kwamba ili tulazimi sasa tujenge madarasa mengi. Ilibidi tupitishe bajeti kubwa ya kujenga madarasa, na kama mnakumbuka waziri mkuu na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam wote walitoa matamko. Kwanza alianza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akasema marufuku kwa safari za mafunzo za madiwani au kiongozi yote hadi muhakikisha watoto wameenda shule. Haikupita muda kauli ya mkuu wa mkoa ikaja agizo la waziri mkuu akasema hakuna likizo. Kwa hiyo unaona kabisa hakuna likizo kwa watumishi wakubwa hawa kuhakikisha madarasa yanajengwa. Kwa hiyo unaona kabisa serikali ya awamu ya 5 imezamiria kabisa kumwangalia mwananchi mnyonge, mwananchi wa kawaida, mwananchi maskini. Kama tungesema twende wote kwenye mapumziko ya mwaka kama ilivyokuwa miaka nyuma, maana yake tarehe 6 ingefika hakuna mtoto wa kwenda sekondari. Jamani, si mnanielewa ninavyozungumza hivi? Hakuna mtoto wa kwenda sekondari. Nini athari yake? Watoto wako mitaani sasa. Lakini leo ukiangalia idadi ya watoto wako mitaani na ukiangalia watoto waliofaulu ni wengi mno, waliobaki mitaani ni wachache. Na serikali haikuishia hapo. Imesema vile vile kwa wale ambao hawakupata fursa ya kuchaguliwa kuingia sekondari, watafute vyuo vya ufundi ambavyo ndo hivi VETA ambavyo Mheshimiwa Rais ameweza kutuboreshea, na ujasiriamali, ili mradi wote kwa pamoja tuweze kupambana kuhakikisha taifa letu linapiga hatua za kimaendeleo, taifa letu linakuwa la kazi sana. Sisi tumeelewana Lakini changamoto ambayo ipo, mkurugenzi, na hii mnisaidie, si kubwa sana kwa manispaa ya Ilala, ila ni chache. Kuna ile kwamba kiendacho kwa mganga hakirudi. Wengi wanaopea mikopo hivi sasa hawarudishi. Mtu anasema hii ni pesa ya manispaa, acha nile. Ndugu zanguni, neema uwezi kuiona hadi kuondoke. Kwa nini nasema hivi? Leo Rais Magufuli ametupa mikopo ile bila ya riba. Na mikopo hii walikopo wanagawana baadhi ya watu, aidha vikundi vya watu, makabila fulani au marafiki fulani, huwa wanakutana wanapeana pesa za kusaidiana za mitaji. Lakini rais alichokiangalia akasema hapana, ikiwa makabila hayo yanakutana, koo hizi zinakutana, marafiki hao wanakutana, je, Watanzania nani atakayewapa mikopo? Ndio akasema hapana, nije na mikopo ya 10% ya mapato ya halmashauri ambayo haina riba. Ombi langu kina mama, nipo chini ya miguu yenu na vijana wenzangu, mtakapopata ile mikopo, hebu tujaribu kuirudisha ili mradi na mwingine naye apate. Si tumeelewana hapo? Kwa hiyo mimi nikichukua na kikundi chetu tukiwa tunarudisha, na mwingine naye ataomba, ile keki ya taifa yote wote tutapata. Na nia ya rais ni kupunguza huu umasikini. Hebu tupige mahesabu. Kama si Rais Magufuli kusema anatoa hii mikopo, hali ingekuwaje kwa wananchi wanyonge? Kama mnakumbuka, ilifikia mahala mtu anakupa ana bodaboda zake labda 20, bepari huyo ana bodaboda 20. Anawatafuta vijana wa kimaskini, chukueni hizo bodaboda kwa mikataba. Akiona mikataba imebakia miezi 2 mitatu ili ile pikipiki iwe mali yake, anamtafutia sababu. Mimi ni shahidi. Sisi tumeelewana? Anamtafutia sababu, kijana yule anamuondoa, kijana anabakia na umaskini wake, bodaboda inabakia kwake yule bepari, anamtafuta maskini mwingine, anamtumia kama ngombovu. Ndio tulipotokea huko. Leo yapo hayo. Ukiangalia vijana wengi wana bodaboda za mikopo za halmashauri.
na tumezichukua zile kadi kwa muda. Ukimaliza mkopo wetu bodaboda hiyo mali yako, ina maana tayari ushajigomboa. Kwa hiyo hao wanaolalamika kwamba Rais Magufuli hana alichokifanya ni hasidi, hana sababu. Lakini sisi ambao tumetokea katika mazingira ya kimaskini, sisi ambao tunajua shida, tunajua mzee huyu namna alivyotukomboa katika hili taifa, tunajua. Kwa hiyo tuzidi kumwombea sana rais wetu mpendwa John Pombe Joseph Magufuli. Ana programu nyingi sana za kutusaidia. Likikamilika lile soko la kisasa la Kisutu mwakani panapo majaliwa huko, tutamuomba tena atujengee soko la Buguruni, tutamuomba tena atujengee soko la Ilala. Kama halmashauri ya manispaa Ilala itakuwa na mabajeti ya kufanya mambo makubwa. Sisi tumeelewana? Kwa sababu kuna muda mwingine tunahemewa. Tunakuwa na majukumu mengi ya kufanya miradi ya maendeleo, tunashinda vitu vingine kuvifanya. Lakini tukienda kupiga hodi, kumgongea mzee, tusaidie soko la Ilala uliweke kama soko la Kisutu, ndugu zanguni, hali zetu zitabadilika sana. Ndio maana mimi nina matumaini muda sio mrefu manispaa ya Ilala itakuwa na maisha bora wananchi wake. Kwa sababu hivi ninavyoongea na nyinyi tayari tushakamilisha majengo yale 7 ya Kivule ambapo takriban bilioni 1.5 Rais Magufuli katusaidia. Mkurugenzi wa halmashauri pale kaingiza kama milioni 300 au 400. Sisi tumeelewana? Tunapata kule huduma, haina shida yote. Hivi ninavyoongea na nyinyi tayari wakandarasi wa National Housing wanapiga bati kwenye machinjio yetu ya kisasa ya Vingunguti. Ina maana machinjio hile ikikamilika pato litakuwa kubwa la halmashauri ya manispaa ya Ilala. Kwa hiyo ina maana inapofika mwaka wa fedha kwenye kutoa mikopo kutakuwa hakuna shida, kwa sababu fedha nyingi zitakuwepo. Baada ya kusema hayo, mkurugenzi, mimi nikushukuru sana. Nirudie tena nikupongeze. Mbele yako kuna wanafunzi na wakurugenzi wapya. Nikisema wakurugenzi wapya, ina maana kwamba tayari wameshahitimu mafunzo ya ujasiriamali ya kuzalisha bidhaa za viwandani pamoja na zingine za kilimo. Pamoja na hayo, pia wamejifunza jinsi gani ya kutumia kemikali. Wamejifunza juu ya matumizi ya kemikali. Hivyo watakokuwa wanazalisha hizo bidhaa zao kwa viwanda vidogo kule manyumbani, hawataweza kuleta madhara kwenye jamii zinazowazunguka, kwa kuwa tayari mafunzo ya jinsi gani ya kuhifadhi na jinsi gani ya kutumia wameshayapata mahali hapa. Hivyo basi, kwa wakati huu ninapenda kusema